Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa YouTube channel yetu Iqra FM Mwanza. Leo hii ikiwa ni tarehe 16 Ramadhani na sawa na tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 2025, niko hapa leo hii katika viwanja hivi vya Furahisha. Lengo kuu haswa kama unavyofahamu, kama ufahamu basi nikujuze, siku ya kesho kutakuwa na harambee ya Badr Day, na siku hii lengo haswa ni kuchangisha au kupata kuchangisha shilingi bilioni 1.5 kutoka kwa Waislamu wa jiji hili la Mwanza. Lengo huu hasa ni ujenzi wa vituo vya afya 7 katika jiji hili la Mwanza, lakini pia kutakuwa na dua ya Badr Day kwa wale wote ambao watakuwa wameshiriki katika dua hii, kwa maana wale wote ambao watakuwa wamenunua kadi kwa ajili ya dua hii. Lengo kubwa ya siku hii ya kesho ni uchangishaji wa shilingi bilioni 1.5 katika harambee ya Badr Day, ikiwa chini ya Sheikh kabisa, Sheikh wa jiji hili la Mwanza, Sheikh Hassan Kabeke, ndio ambaye kiongozi kutoka katika BAKWATA wa jiji hili la Mwanza. Na niko hapa leo hii na Sheikh Mohamed Baruani ambaye ni afisa miradi na maendeleo wa jiji hili la Mwanza, lakini pia yuko katika BAKWATA. Huyu ni afisa miradi na maendeleo wa BAKWATA, na lengo haswa katika siku hii leo nipate kufahamu basi maandalizi makubwa ambayo yamefanywa katika siku hii kuelekea siku hii ya kesho, ambayo ndio siku muhimu kabisa ya harambee Badr Day. Mimi ni Nasra Shaabani kabisa, niko hapa kwa ajili ya kuzungumza na Sheikh Mohamed Baruani. Sheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Khairi Sheikh. Asante, nashukuru Mungu, karibuni. Haya Sheikh, tupate kufahamu maandalizi kuelekea siku hii ya kesho ya harambee Badr Day. Kwa maandalizi tunashukuru Mungu, tumefikia kwa asilimia karibuni 99. Tutaona tunamalizia sasa setup ya uwanja, kwa maana kwamba kuweka sasa uwanja sawa sawa kwa viti, tenti na utaratibu mzima wa mapokezi. Lakini sisi kwa siku mbili hizi zote tuko hapa uwanjani, tunatakiwa tumehamisha ofisi zetu zote za mkoa, ziko hapa zinahudumia hapa, na utaona hapa nyuma wapo watu wote hapa ambao wanapatikana katika ofisi zile kwa ajili ya kuhakikisha maandalizi yote yanakwenda vizuri. Tunashukuru kwa asilimia kubwa, asilimia 99 maandalizi yamekamilika. Haya, na kuambia afahamu pengine hii ni harambee ngapi katika jiji hili la Mwanza? Hii ni harambee ya 3. Hii ni harambee ya 3 itakuwa ikifanyika kwa mwaka huu, na lengo ni kama ulivyowajulisha hapo mwanzo, lengo ni kukusanya zaidi ya bilioni 1.5 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya, na hasa tukiwa tumeangazia majengo ya wagonjwa wa nje ama OPD. Ndio tunataka tuanze na hivi ama tuweke mkazo kwenye eneo hilo kwanza kabla ya kwenda kukamilisha kabisa vituo hivi. Kwa hiyo tunakusanya bilioni 1.5 kwa maana ya kwamba tunajenga OPD 7 katika mkoa wa Mwanza katika kila wilaya. Haya, pengine kuambia afahamu labda ni vituo gani hivyo 7? Pengine mtu anasikia tu vituo 7 lakini afahamu ni vituo gani? Pengine kwa mtazamaji ambaye afahamu angependa labda kufahamu. Vituo 7 tunazungumzia ni wilaya 7 za mkoa wa Mwanza. Wilaya ya Ilemela, wilaya ya Nyamagana, wilaya ya Sengerema, wilaya ya Kwimba, wilaya ya Misungwi, wilaya ya Ukerewe na wilaya ya Magu. Kwa jumla hizi zitakuwa wilaya 7 ambazo tunajenga hivi vituo, na kwa kuanzia tumeshaanza kukamilisha OPD ya Ilemela ambayo iko eneo la Kiseke, yenyewe imekamilika kwa asilimia zote, na tuko kwenye vibali na kupata usajili kutoka wizara inahusika na mambo ya afya. Lakini tuna Sengerema pia tuko kwenye eneo la kusafisha jengo sasa. Tuna Kwimba tuna kiwanja, na amini kwa Magu Misungwi yenyewe tumeshaanza na tuko hatua ya msingi. Sasa tunaelekea kujenga jengo lile ama kupaua na kuendelea na hatua zingine. Kwa hiyo hivi ndio maeneo ambayo tayari tumeshaanza, na Nyamagana lenyewe kidogo lina utofauti, ni eneo ambalo tunajenga kwa gorofa kutokana na maeneo kwamba ni mji ni city center. Kwa hiyo tayari maeneo baadhi yamekuwa covered. Kwa eneo tulilokuwa nalo tumeona tujenge kwenda juu, ambapo tunajenga gorofa 3 pale eneo la Kishiri ambapo ndo linawakilisha wilaya ya Nyamagana. Haya, na kwa upande wa maandalizi ya kesho umesema kila kitu kiko vizuri. Pengine tupate kufahamu kwa uchache shughuli ya kesho itakuwaje? Shughuli ya kesho kwa asilimia kubwa ni shughuli inayohusika na harambee. Tunawalika watu waje, na hii ni harambee kwa maana kwamba kuchangia sasa ujenzi wa hivi vituo. Tunachangia kwa aina tofauti. Kutakuwa mtu anaweza kaleta vitu kwa maana ya simenti, nondo na vitu vinginevyo vinavyohusiana na ujenzi, lakini pia kuna keshi. Mtu anaweza kaleta keshi hapa, tutaipokea na tutaikusanya. Lakini ndani yake kuna activity ama kuna vitu mbalimbali ambavyo vitafanyika.
Moja ya jambo la kwanza litakalofanyika itakuwa ni dua. Kuna dua ya kuiombea nchi, lakini kuna dua mbalimbali za kuombea watu, wananchi kwa ujumla. Tuko na ngamia hapa kama mlivyokuwa mkitangaza toka mwanzo. Huyu ngamia ni maalum kwa ajili ya dua hiyo, ambapo watu watapata nafasi pia ya kupata nyama ya ngamia huyu. Kwa hiyo tunawakaribisha watu kwa wingi waweze kuja, lakini tutatoa tuzo kuwatambua mashehe ambao wameweza kujenga Uislamu na kuusimamia Uislamu vizuri toka miaka hiyo katika mji huu. Lakini pia tutatoa tuzo mbalimbali. Unaona watu wanatuchangia, watu wanatutolea vitu mbalimbali katika ujenzi huu. Tutawatambua katika hilo la kuwaambia kwamba ni shukrani kwetu kwamba kwa kile wanachokichangia na kile wanachotuwezesha. Lakini pia kuna katika mfumo wa harambee pia tutakuwa tuna utaratibu wa mnada wa kuuza baadhi ya vitu kwa njia ya mnada. Kuna picha mbalimbali utazipata hapa, kuna aya za Qur'ani utazipata hapa ambazo wewe utalipia. Sio kwamba unainunua ile, lakini katika njia ya kuchangia utakuwa umechangia ujenzi kupitia kuwa na kile kitu. Kwa hiyo itakuwa kuna matukio mbalimbali ndani yake. Pengine tufahamu, pengine labda una matarajio gani baada ya harambee hii ya kesho? Harambee ya kesho kwa kweli tumeidesign vizuri kwa mwaka huu, na matarajio yetu ni makubwa kwamba tutafanikiwa kwa 100%. Na kitu ambacho tunataka tuweke sawa na kukielewesha kwa watu ni kwamba tumetoa kadi za mialiko, tumetoa kadi za michango, lakini pia tumetangaza na tunapita kwenye vyombo vya habari. Hii sasa tunazindua kesho harambee. Haimaanishi kwamba ndo tunaishia hapo. Mtu yote anayetakiwa kuchangia ajue kwamba ni zoezi linaloendelea, lipo kwa mwaka mzima. Badili tunaifanya Ramadhani mpaka Ramadhani 17. Kwa maana hiyo kwamba tunapoanzisha hii Ramadhani 17 jambo la Badri, maana yake tutaendelea na hiyo uchangiaji harambee mbalimbali ndogo ndogo hapo ndani mpaka tunapofikia Ramadhani ijayo. Kwa hiyo tunaposema bilioni 1.5 katika hicho kipindi tutahakikisha kwamba tumeikusanya. Kwa hiyo matarajio yetu ni makubwa. Na safari hii tumefanikiwa sana kupiga hamasa kubwa na ambayo itatusaidia sana watu kuwa wengi na kuweza kushiriki kwenye jambo hili la kijamii. Haya, pengine wito wako kwa jamii hii ya Mwanza, lakini pia na Waislamu wa Mwanza kwa ujumla? Sio Waislamu tu, nafikiri wanajamii wote wa Mwanza. Sisi tunataka ni kuleta ile, katika utafiti kuna gap tunaliona kwenye mambo ya huduma za afya. Kwa hiyo sasa tumeona sisi tuingie kama taasisi ya dini ambayo kazi yake kubwa pia ni kutoa kutoa huduma kwa jamii. Kwa hiyo tunawaita watu wote waje, kwa sababu uchangiaji wa vituo vya afya ama huduma zitakazopatikana katika huduma za afya haziko kwamba zinachagua kwamba huyu ni Muislamu akiumwa atatibiwa hapa, huyu mwingine asiweze kutibiwa. Hapana, watatibiwa watu wa aina zote, kama tunavyoenda kutibiwa labda Bugando, tunavyoenda kutibiwa watu kwa Sengerema. Unakuta hizo zote ni za mashirika ya dini, lakini tunatibiwa wote. Lakini kumbuka, ukiwa umepata ajali unahitaji kubadilisha damu, kuongeza damu, maana yake ni kwamba hakuna damu utakayosema kwamba hii ni damu ya Kiislamu na hii damu ya Kikristo. Hapana. Ukija kwenye jambo la afya, maana yake ni jambo la watu wote kwa pamoja. Kwa hiyo tushirikiane, waje watu wote wa aina zote kutoka maeneo mbalimbali waje kushiriki katika kuchangia. Hii ni huduma ya jamii ambayo inatuhusu sisi sote. Kwa hiyo wito wangu ni huo, na ninawakaribisha kwa sana wafike kesho. Haya, shukrani. Nashukuru sana. Haya, huyu ni Sheikh Mohamed Baruani ambaye huyu ni afisa miradi na maendeleo BAKWATA, ambaye kuzungumza hapo kuhusiana na maandalizi ya siku hii ya kesho ya harambee Badr Day ambayo inahusisha uchangiaji wa shilingi bilioni 1.5 kwa maana kutoka kwa Waislamu wa jiji hili la Mwanza, lakini pia na jamii kwa ujumla. Na siku hii ya kesho basi itajumuisha dua ya Badr Day kwa wale wote ambao watashiriki katika siku hii ya kesho bure kabisa. Na hapo baadaye pia nitazungumza na msomaji wa dua hii ambaye kesho atakuwa ni mwongozaji kabisa wa dua hii ya Badr Day, Sheikh mahiri kabisa, Sheikh Abu Jadawi. Iqra FM.